Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakufanya kuwa taifa kubwa. Akati anamwambia nitakufanya taifa kubwa, akili ya Mungu, wazo la Mungu kwa Ibrahimu ni taifa la wale watakaoamini kazi ya msalaba. Sisi, mimi na wewe tunayemwamini Yesu Kristo, sisi ni taifa takatifu la Mungu. Sisi ni taifa kubwa ambalo Mungu alimwahidi Ibrahimu hapo awali kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2, nitakufanya kuwa taifa kubwa. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 sura 9 anasema sisi ni taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Mungu analiita kanisa lake au wale waliopokea neema ya wokovu kuwa ni taifa takatifu. Biblia inazungumza katika kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13, anasemaje? Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha. Ibrahimu kwenye kitabu cha Mwanzo sura 12 mstari wa kwanza, tunaona Mungu anamwokoa Ibrahimu, anamhamisha katika nguvu za giza, anamuingiza katika pendo la mwana wake, pendo la nuru. Yoshua sura 24 mstari wa 2 tunasoma baba yake Ibrahimu, mzee Tera, alikuwa ni kuhani wa miungu ya kigeni. Alikuwa ni mkuhani wa kiganga na matambiko. Mungu anapomwambia Ibrahimu, toka nyumbani mwa baba yako, acha jamaa ya kwenu, acha mfumo wa kwenu. Nyumbani kwa Ibrahimu, kwa mzee Tera, walikuwa wanaabudu miungu. Kwa hiyo Mungu alimhamisha Ibrahimu katika asili ya giza, akampeleka katika pendo la Kristo, katika nuru. Waraka hiyo ya kwanza ya Petro sura ya 2 mstari wa 9b inasema hivi, anasema mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Nuru ambayo Ibrahimu aliyoingia baada ya kuitwa kutoka katika nyumba ya baba yake ambayo ilikuwa inaabudu miungu, inaabudu uganga, ilikuwa ni nuru ya wokovu. Kanisa la kwanza au wokovu wa kwanza tunauona kupitia Ibrahimu kwenye Mwanzo sura ya 12. Nini maana ya kanisa? Kanisa maana yake ni wale waliotengwa, walioitwa na Mungu, wakakusanyika sehemu moja, kutoka katika mifumo ya giza kwenda katika mfumo wa nuru. Hiyo ndiyo maana ya kanisa. Katika lugha ya Kigiriki wanasema eklesia, wale waliotengwa na kuitwa, wakaiacha mifumo ya kwao ya giza, mifumo ya dunia hii, na wakaingizwa katika mfumo mpya, mfumo wa nuru, mfumo wa Kristo. Ndiyo maana ya kanisa. Kwa hiyo kanisa ni wale walioitwa, wakaacha asili ya mfumo wa duniani, wakaingia katika asili ya mfumo wa nini? Wa Mungu, katika ufalme wa Mungu. Hiyo ndio maana ya kanisa. Kanisa sio jengo linalojengwa. Kanisa ni mtu aliyeitwa na kuhamishwa katika misingi ya asili ya baba zake na mama zake. Kwa hiyo kanisa la kwanza alikuwa ni Ibrahimu, maana aliitwa akahamishwa kwenye giza, akaingizwa kwenye nini? Kwenye nuru ya pendo la Yesu Kristo. Biblia imesema katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 16 wa 28 na 29, anasema basi ahadi zilinenwa kwa Abraham na kwa mzao wake, hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wapo, yaani Kristo. Mstari wa 28 anasema
Hakuna Myahudi, hakuna Mgiriki, aliye huru wala mtumwa, aliyetahiriwa wala asiyetahiriwa, wote walipokea neema ya wokovu ni wa Yesu Kristo. Kila aliyepokea neema ya wokovu ni wa nani? Ni wa Yesu Kristo, pasipo kuangalia jinsia wala kabila wala asili fulani. Mstari 29 anasema, basi kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Mungu anazungumza na Ibrahimu, anambariki, anampa ahadi kwenye Mwanzo sura ya 12 kwa habari ya kubariki mzao wako. Mzao huu ni wale ambao watakaomwamini Yesu Kristo au kazi ya msalaba. Sisi tumekuwa ni uzao wa Ibrahimu. Uzao wa Ibrahimu sio yale makabila 12 ya Israeli, sio Israeli, ni yoyote yule anayemwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana asilimia 99 ya Israeli sasa hivi hawamwamini Yesu Kristo. Huko ambao watu wanaenda kuhiji, kuangalia kaburi la Yesu, kuangalia kisima cha Soloamu, asilimia 90 na hawamkiri Yesu Kristo. Ukiwaambia habari za Masihi za Yesu Kristo, wanakupiga mawe na kutemea mate. Huko watu ambao wanaenda kuchukua udongo na maji matakatifu na mafuta matakatifu, hawamwamini huyo Yesu ambaye na wewe tunamwamini. Bado Masihi wao wanasema hajaja, bado atakuja. Na katika mentality yao Yahudi wanafikiri Masihi atakapokuja atashika utawala, dola ya kibinadamu. Masihi alishakuja wakati mwingi sana, lakini jiwe walioletewa waashi wajenzi wakalikataa, likawa jiwe kula pembeni. Mataifa mengine kuacha Wayahudi, mimi na wewe na wengine tukapata neema ya kupata kibali cha kuwa familia na warithi wa ahadi ya Mungu kupitia Ibrahimu. Mpigie Bwana Yesu makofi ya shangwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 49 anasemaje? Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Yesu Kristo baada ya kufa na kufufuka akawakusanya watu zaidi ya 500, akawaambia, tazama, msiondoke katika mji wa Yerusalemu mpaka ahadi ya Baba yangu ifanyaje? Ije. Je, ahadi hii ambayo Mungu alimwambia Ibrahimu kule Mwanzo sura ya 12, ambayo Yesu Kristo anasema msiondoke Yerusalemu mpaka ahadi ya Baba ifike, ni ahadi ya namna gani? Biblia inazungumza katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28, Yoeli sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5, Ezekieli sura ya 36 mstari wa 24 hadi wa 28. Inazungumza ahadi ya Baba ambayo Yoeli wakati anazungumza kwenye Yoeli sura ya 2 mstari wa 28, ilipita miaka 800 mbele, wakati nabii Yoeli anatabiri na Ezekieli, ndipo ahadi ya Baba ikaja kutimia, ile ahadi ambayo Ibrahimu aliyoambiwa na Mungu katika Mwanzo sura ya 12. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, baada ya kusubiria Yerusalemu chumba cha juu, wakiwa wanafunzi 120, wale 500 wakasambaratika, wengine wakabaki 120 waliosubiria, ikiwemo mama yake na Yesu, yule aliyekuwa bikira ambaye sio bikira tena, Maria, na yeye pia alikuwepo na watoto wake wote walikuwepo pale. Walikuwa wanasubiria ahadi ya nani? Ya Baba. Kwa hiyo Bikira Maria sio mwombezi wetu. Neno la Mungu linasema mwombezi wetu ni nani? Ni Yesu Kristo, ndio mpatanishi na mwombezi wetu. Haleluya. Na yeye Bikira Maria alisubiria ujazo wa Roho Mtakatifu, huyo Roho amsaidie kuomba ndani yake. Bikira Maria sio mwombezi wetu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17 anasema, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Ahadi hii
ilipita miaka 800, ndipo inakuja kutimia. Mtume Petro hapa kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 anakoti, ananukuu kile ambacho yeye alichokiandika miaka 800 iliyopita. Ahadi ya kujazwa Roho Mtakatifu, Roho wa Kristo au Roho wa Mungu, ndio ahadi ambayo Mungu alikuwa anamwambia Ibrahimu kwenye Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3.